Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo. Mungu akubariki ambaye umewahi kwa ajili ya maombi. Asubuhi leo tutasoma neno la Mungu kitabu cha Hagai sura ya 2 na mstari ule wa 9. Hagai sura ya 2 mstari ule wa 9. Hagai sura ya 2 mstari wa 9 ni mstari ambao tuliwahi kusoma, lakini leo tutamani tuombe tena maombi ambayo tuliyaomba siku ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Huu ni unabii wa mtumishi wa Mungu wa Hagai. Alikuwa anazungumza kwa habari ya utukufu wa nyumba ya Mungu ambao ulikuwa hapo kipindi kile, na kifupi ilikuwa ni kuhusu nyumba ya Mungu ilivyokuwa kabla ya wakati wao. Watu ambao walikuwa kipindi kile walikuwa wanaujua utukufu wa Mungu, au niseme walikuwa hawaujui utukufu wa Mungu ulikuwepo mwanzoni, kwa sababu hawakuwepo mwanzoni wakati Mungu anatengeneza taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu walikuwa hawajui namna ambavyo Mungu anajifunua kwenye maisha yao. Lakini watu wachache ambao walikuwepo kipindi cha mwanzo na kipindi chao walikuwa wanajua utofauti uliopo katika utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa wakati wanaendelea kuomboleza, wanalia nini kitatokea, Mungu kupitia kinywa cha nabii wa mtumishi wake Hagai akasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii, nyumba ambayo wakati ule ilionekana ina utukufu ikilinganishwa na utukufu wa mwanzo, anasema utakuwa ni mkuu kuliko ule utukufu wa kwanza. Na anasema mahali hapo kwenye hiyo nyumba, kwenye utukufu mkuu, Mungu atawapa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati natafakari nikajifunza kwamba Mungu mara zote anapojifunua mahali anajifunua kupitia utukufu wake. Haleluya, watu wa Mungu. Tangu mwanzo Mungu alipoanza kutembea na taifa la Israeli, mara zote alianza kuonyesha utukufu wake. Alipokutana na Musa kwenye kijiti ambacho kinawaka moto kiteketei, alionyesha utukufu wake. Kule mlimani alionyesha utukufu wake. Wana Israeli walipoenda wakasema nataka tumsikilize Mungu, Mungu akaonyesha utukufu wake. Kwa mara zote Mungu anapotaka kufanya jambo anafanya kwa kupitia utukufu wake. Ndio maana anasema utukufu utakapokuwa mkubwa, mahali hapo atawapa amani. Kumbe hakuna namna mtu anaweza kupata amani au akapata anachokitaka katika uwepo wa Mungu bila utukufu wa Mungu kuwepo. Bwana asifiwe sana. Na katika kitu ambacho ninafurahi sana mimi ni kuwepo miongoni mwa watu walioishi siku za mwisho. Bwana asifiwe sana. Katika jambo ambalo atakuwa kumshukuru Mungu ni kwa sababu unaishi siku za mwisho. Siku ambazo mambo ambayo Danieli aliandika kwa siku za mwisho, mambo ambayo Yohana mtumishi wa Mungu aliandika kwa siku za mwisho, yeye aliyasema bila kuyaona wala bila kujua yatakuwaje, lakini we unayasoma na unayaona kwa macho yako. Bwana asifiwe sana. Sasa siku hizi kabla Yesu aje kulichukua kanisa lake, lazima utukufu wa Mungu uwe mkubwa kiwango ambacho unaweza kufikiri kwamba shetani yupo duniani. Hiyo ndio jambo ambalo Mungu anataka kulifanya kwa ajili ya siku za mwisho. Anataka kuachilia utukufu mkubwa kwa mtu yoyote atakayejiweka kwenye mstari wa Mungu ili atembee na Mungu. Mungu lazima atembee naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ni siku za kudhihirisha utukufu mkubwa ule wa mwanzo. Kwa mfano, huwa tunasema zamani enza kina Moses Kulola. Ngoja nikwambie, kuna mambo Mungu atafanya kina Moses Kulola watakuwa wanashangaa mbinguni. Sijui kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Yaani mimi siamini kwamba eti kina Moses Kulola walitembea na Mungu kiwango ambacho Mungu huyo hawezi kutembea kiwango hiki katika siku za mwisho. Maandiko yanasema siku hizi za mwisho utukufu utakuwa ni mkuu kuliko ule wa mwanzo. Haleluya. Manake ni sisi ndio tuna matatizo ya kukaa kwenye namna ambapo Mungu anaweza akadhihirisha utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Lakini sio kwamba eti Mungu ameishia pale alipoishia kipindi kile. Sio kwamba leo watu hawezi kufufuliwa, wagonjwa hawezi kuponywa. No, inawezekana. Na ni ahadi ya Mungu kwamba siku za mwisho utukufu utakuwa ni mkubwa. Bwana asifiwe sana.
Sasa asubuhi ya leo nataka kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupa neema ya kuishi siku za mwisho, ya kuishi kipindi ambacho mambo yaliyoandikwa kwenye Biblia yanaonekana kwa macho, sio ya kusoma tu. Kipindi ambacho Mungu anataka kujifunua, siku ambazo Mungu anataka kudhihirisha utukufu wake. Kama mtu wa Mungu uliyeishi kipindi hiki kwa neema ya Mungu, asubuhi ya leo tuombe Bwana achilie utukufu wake. Kwa sababu mahali popote pale ambapo Mungu kabla hajafanya jambo huwa anataka watu waombe. Ngoja nikwambie, utukufu wa Mungu ukija hapa, kama hujajiandaa utakuacha kama ulivyo. Umeelewa mtumishi wa Mungu Kwa ili ukutane na utukufu wa Mungu lazima uwe umejiandaa, na namna mojawapo ya kujiandaa ni kuomba. Ndio maana ukijisikia mzigo wa kuomba, ujue kuna jambo Mungu anataka kulifanya. Ukisikia kuomba, ujue uombe nini? Omba, kuna jambo Mungu anataka kulifanya. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu maombi yanachofanya kabla hayajabadilisha mazingira ya nje, yanakubadilisha wewe ili utoshe kwenye jambo ambalo Mungu anataka kulifanya. Na ndio maana watu ambao wamekuwa kiroho huwa waombi mambo, wanaomba Mungu ajifunue ndani yao kiwango ambacho mambo yatatokea kwa sababu wao wamebadilika. Bwana asifiwe sana. Ndio maana watu wengi wanaomba, Mungu nisaidie, Mungu nibariki, Mungu niinue, Mungu nifanye nini? Huwa Mungu hawafanyi hivyo kwa sababu Mungu akitazama viwango wanavyotaka kuviendea vya utukufu havitoshi ndani yao. Kwa hiyo wanabaki kuwa pale pale. Lakini wangebadilisha maombi kwamba Bwana jifunue ndani yangu, nibadilishe. Kadri Mungu anavyokubadilisha ndivyo utukufu unavyoonekana. Nilikuwa natafakari wakati Danieli ametupwa kwenye tundu la simba. Wale simba walikuwa na njaa. Sawa Lakini Danieli alivyoingia mle ndani, sijui njaa iliisha lakini sielewi. Wale simba maandiko yanasema Mungu akawa amefunga vinywa vyao. Lakini hakufunga siku zote. Danieli alipotoka tu, simba waliendelea maisha yao kama kawaida. Umeelewa mtumishi wa Mungu? Kumbe tatizo sio kwamba Mungu alifunga, ni Danieli aliyekuwa mle ndani ndiye aliyebadilisha mazingira, atmosphere ikabadilika. Inatakiwa wewe unapokuwepo mahali atmosphere ibadilike. Na maandiko yanasema siku za mwisho utukufu wa nyumba ya Mungu utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Wangapi wataka kutembea kwenye utukufu wa Mungu? Ngoja nikwambie, utukufu wa Mungu kiwepo unahitaji kuomba. Yaani manake ni wewe unapopita Mungu anapita. Sio kama unanielewa. Sio unanielewa. Yaani wewe unapopita manake Mungu anafanya nini? Anapita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwani Mungu alimwambiaje Musa? Alimwambia hivi, nitakufanya uwe Mungu. Mungu alishamwambia Musa hivyo, nitakufanya uwe Mungu kwa Haruni na kwa Farao. Utakuwa Mungu. Yaani Farao alikuwa akimuona Musa anamuona kama Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Sasa utukufu ule ambao wana wa Israeli waliukimbia, walipoona kwenye mlima, unajua mlima ulitikisika. Yaani tetemeko likatokea. Maandiko yanasema hivi, ule ni mdogo compared na utukufu utakao kuwepo leo. Sio kama unanielewa. Mimi naamini ndivyo ilivyo. Utukufu utakao kuwepo leo. Kipindi kile Yesu alikuwa hajafa msalabani, watu wa Mungu. Leo hii Yesu amekufa msalabani kwa utukufu mkubwa, kwa ushindi mkubwa. Unataka uniambie kwamba upako aliokuwa nao Musa ni mkubwa kuliko upako tuliokuwa nao sisi? Shida sio kwamba upako wetu ni mdogo, ni kwamba sisi hatujajua kwamba tunatakiwa tuwe na upako mkubwa. Haleluya watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo tukamwambie Bwana, achilia utukufu wako ndani yetu. Achilia utukufu wako ndani ya kanisa. Achilia utukufu wako katika huduma ambazo tunafanya. Tusistruggle watu wa Mungu. Kwenye huduma hataki tu struggle, kwa sababu hii kazi sio yetu, ni kazi ya Mungu. Tunafanya kazi ya Mungu na matokeo ni ya Mungu, faida ni ya Mungu, sio ya kwetu. Hautaki ustruggle, yani uhangaike kutoa pepo, ukemee. Tunataka tubadilike, tumove kwenda viwango vingine ambavyo tutakapotokea ni kwamba Mungu ametokea. Tutakaposema ni kwamba Mungu amesema. Tutakapoongea ni kwamba Mungu ameongea. Tutakapofanya ni kwamba Mungu amefanya. Inawezekana kwa sababu maandiko yamethibitisha kwamba utukufu wa siku hizi za mwisho. Nimekwambia katika jambo atakao kumshukuru Mungu ni kwamba unaishi siku za mwisho. Mambo yaliyoandikwa humu yanaonekana kwa macho. Kwa macho kabisa, damu na nyama. Una kitu gani cha kukufanya uwe mnyonge? Una jambo gani la kufanya utembee kwenye hofu? Wakati Mungu aliyesema utukufu wa mwisho utakuwa ni mkubwa bado yuko ndani yako. Asubuhi ya leo mwambie Mungu, jifunue ndani yangu, achilia utukufu wako. Achilia utukufu wako kwenye maisha yangu. Achilia utukufu wako kwenye maisha yangu. Achilia utukufu wako kwenye maisha yangu. Utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako. Mungu atakapoachilia utukufu wake kwenye maisha yako, hata huduma unayoifanya, hata huduma unazozifanya hapa kanisani hazitakuwa za kawaida, kwa sababu utukufu wa Mungu utatangulia mbele yetu, utakuwa nyuma yetu, utakuwa kulia kwetu, utakuwa kushoto kwetu, utakuwa katikati yetu. Hatutahangaika. Kwa nini? Kwa sababu tunatembea na utukufu wa Mungu. Hebu sema mahali ulipo.
Asante Yesu kwa wema wako. Shande bobo sapaladia. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Ita utukufu wa Bwana kwenye maisha yako. Ita utukufu wa Bwana kwenye kanisa lake. Ita utukufu wa Bwana kwenye huduma aliyokupa. Ita utukufu wa Bwana kwenye huduma unayofanyika mahali hapa. Shande babaratele bakuya baratiata. Nimekwambia tukitembea katika utukufu wa Mungu hatuta struggle. Tukitembea katika utukufu wa Mungu hatutahangaika. Hautatumia nguvu kubwa kuleta matokeo. Shande baba sakata. Neno la Mungu inasema utukufu wa nyumba hii wa siku za mwisho utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Hiyo ni ahadi ya Baba. Hiyo ni ahadi ya Baba. Hiyo ni ahadi ya Baba. Baba, nataka watu walioelewa hiyo ahadi ili achilie utukufu. Na asubuhi ya leo Mungu ameweka mzigo ndani ya mioyo yetu. Tuombe kwa ajili ya neno hilo ambalo Mungu amenitia kile mtumishi wake Agai likawe halisi kwenye maisha yetu, likawe halisi kwenye maisha yetu. Shande baba yakata rababa sayandele bakuya baradele baradia shande baba usaka. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu wa kweli na wa pekee. Asante kwa kuwa wewe ni mfalme wa wafalme. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana wa mabwana. Asante kwa kuwa wewe ni mtakatifu wa enzi. Asante kwa kuwa wewe unaweza yote. Asante kwa kuwa neno lako ni kweli na amina. Asante kwa kuwa bado unatawala maishani mwetu. Shanda rababa sekete. Asubuhi ya leo umetukubali tena. Tuko hapa Bwana kukufanyia ibada wewe. Tuko hapa Bwana kukufanyia ibada wewe. Nasi tumesoma neno lako kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9. Ulimwambia mtumishi wako Hagai baada ya kuona ya kwamba utukufu wa nyumba yako ulikuwa ni mdogo ukilinganishwa na mwanzo ulivyokuwa, lakini ukawatia moyo watu wako, ukawaambia utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Nasi Bwana tumelisoma neno hilo, nasi tumeona ya kwamba tunahitaji utukufu mkuu. Tunahitaji utukufu mkuu. Tunahitaji utukufu mkuu. Shanda baba yakata rebeledia varatosiata makata baba sekete shande bobo saitarabaku kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, asubuhi ya leo tunasimama neno la Mungu umeahidi kwa kinywa cha mtumishi wako Hagai ya kwamba katika siku za mwisho tutatembea katika utukufu mkuu, na umesema mahali hapo nitawapatia amani. Mahali hapo wenye utukufu mkuu nitawaletea amani, nitawaletea baraka, nitawaletea mafanikio, nitawaletea uzima. Nasi asubuhi ya leo tumeamini neno lako. Tunasimama kwenye nafasi zetu, tunasimama kwenye zamu zetu kuomba utukufu wako Bwana uingie ndani yetu, ujifunue ndani yetu mara zote Bwana. Tangu mwanzo wa Biblia umekuwa ukijifunua kwa utukufu wako kupitia taifa lako la Israeli. Walipokuwa kule mlimani ulijifunua kwa utukufu wako, walipokuwa njiani wanatembea ulijifunua kwa utukufu wako. Shande babarakata shaparadia varesiata makaparazia baradoshe repekokosia balatea shande bobosa kata paratelevakoya antebobosa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Shata baraka deliverate. Omba utukufu wa Bwana mtumishi wa Mungu. Omba utukufu wa Mungu utembee na wewe. Omba utukufu wa Bwana utembee kwenye huduma yako. Shande bobobobo siata. Bwana natamani ya kutumia. Bwana natamani kujifunua hapa. Sakata rababa sakata. Ninachojua mimi kwa mujibu wa neno la Bwana, utukufu wa siku hizi za mwisho, utukufu wa siku hizi za mwisho lazima mkubwa, lazima utokee mabadiliko, lazima yatokee mabadiliko yasiyo ya kawaida, yasiyo ya kawaida, yasiyo ya kawaida. Shande baba saka. Na mimi Bwana asubuhi ya leo nimeamua kuwa miongoni mwa watu, nimeamua kuwa miongoni mwa watu watakaotembea katika utukufu mkubwa wa siku za mwisho. Nimeamua kuwa miongoni mwa watu watakaotembea katika utukufu mkubwa wa siku za mwisho. Shande bobobosa rapaka bazia varande levasagata shate babasiata belezia barakozi barande levabashete. Kwa mamlaka uliyotupa kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya neno lako ulilolitamka kwa nabii wako Hagai, Bwana simama leo, tunaomba utukufu wako, utukufu wako kwenye maisha yetu, utukufu wako
huduma ulizotupa, utukufu wako kwa kanisa lako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako. Sanda Baba yakata, fungua kinywa chako uombe utukufu wako, utukufu wako Baba, utukufu wako Baba uliouahidi kwa kinywa cha nabii wako Hagai. Tunauomba leo, ujifunue leo, ujifunue sasa, ujifunue sasa. Tumechoka kutembea kwenye utukufu wa historia za mababu zetu, utukufu wa historia za mababu zetu. Watumishi wako wa kale kina Moses Kulola walitembea kwenye utukufu, lakini neno lako linasema utukufu wa siku za mwisho utakuwa ni mkubwa. Oh Baba, tutembee kwenye utukufu wako uliouahidi, utukufu wako uliouahidi, utukufu wako uliouahidi. Tuko tayari Bwana, tuko tayari Bwana. Kama kuna mahali hatujawa tayari, tutayarishe tubebe ule utukufu wako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Raba baba 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 shanda baba 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 shanda raba baba 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 zekedia varate zapakatara baba saka. Tumekataa mahali hapa kwa Wakristo wa kawaida, tumekataa mahali hapa kwa watumishi wa kawaida, tumekataa mahali hapa kwa walokole wa kawaida. Tumeamua Bwana tembea kwenye utukufu wako, kwenye utukufu wako utaoleta amani, utakaoleta mabadiliko, utakaoleta uponyaji, utakaoleta uamsho, utakaoleta baraka, utakaoleta miujiza, utakaoleta ishara na maajabu, utakaoleta uwepo wako. Sabarakata, tumekataa leo, tumegoma leo kuwa wa kawaida, kuwa wa kawaida, kuwa wa kawaida. Shata Baba yakata, Baba mimi nimekataa kuwa wa kawaida, kuwa wa kawaida, kuwa wa kawaida, kuwa wa kawaida, oh kuwa wa kawaida. Shanda Baba yakata, Baba nimekataa leo, nimekataa kutembea kwenye historia za mababu, kutembea kwenye historia za mababu. Ramakata yakata Baba, Bwana Yesu, kama mtumishi wako Stefano alitembea kwenye ishara, uko wapi Mungu wa Stefano? Uko wapi Mungu wa Petro? Uko wapi Mungu wa Paulo waliokuwa wanaponya watu kupitia leso zake? Soma katarama sakata. Uko wapi Mungu wetu, Mungu wa Moses Kulola, Mungu wa Emmanuel Lazaro? Uko wapi Mungu wa Elia aliyeshusha moto? Kuhitaji kwenye siku za mwisho, neno lako litimie Bwana, neno lako litimie Bwana, neno lako litimie Bwana, neno lako litimie Bwana juu ya kanisa lako, juu ya kanisa lako. Sanda rababa yapakareba zibaladia repekokosa makaparadusa beleni kamande zakatarabakosi mandere boboshata. Endelea kuita utukufu wa Bwana, endelea kuita utukufu wa Bwana, endelea kuita utukufu wa Bwana. Baba, 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 tumekataa kwa wakazi wa kawaida, kwa watu wa kawaida, kwa watu wa kawaida, kwa watu wa kawaida, kwa watu wa kawaida kusina matokeo. Inawezekana tungoje vitulivu kwa sababu ya utukufu mdogo tuliobeba, tunaotembea nao. Wakati mwingine tumejisabia, tumejiona tuna nguvu zako, lakini hazijatosha. Neno lako linasema utukufu wako utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Utukufu wako utakuwa ni mkubwa kuliko ule wa kwanza. Shanda Baba Baba, Shanda Baba Baba, Shanda Baba Baba, Rapakata Zebelenia Makaparuswa Bereketi ya Barande. Shanda Rababa Seke, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu wetu, Yesu wetu, Yesu wetu. Jifunue Bwana, jifunue Bwana, jifunue Bwana, jifunue Bwana. Tumekataa, tumechoka kwenda wenyewe, tumechoka kufanya wenyewe, tumechoka bila utukufu wako. Tunatumia nguvu kubwa, tunatumia jitihada nyingi. Tumeamua leo kugeukia kwako, tutembee kwenye utukufu, tutembee kwenye utukufu, utukufu wa siku za mwisho, 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 utukufu wa
siku za mwisho, utukufu wa siku za mwisho, wa siku za mwisho, wa siku za mwisho. Yes, stamane bobo yakatara baba yaparadia mekeperiane. Sijaridhika Bwana na namna unavyojifunua, bado nakuhitaji, bado nakuhitaji, bado nakuhitaji. Haiwezekani tukawa kwenye hali tulionayo, hali ya unyonge tulionayo. Makaparadia zebeleketiata samane bobosa kwa damu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana jifunue, Bwana jifunue, Bwana jifunue. Utukufu wako ukifunuliwa kwetu, utayageuza maisha yetu, utayageuza maisha yetu, utageuza tunavyowaza, utageuza tunavyoomba, utageuza tunavyofanya, utageuza bidii yetu, itakuwa zaidi ya tulionayo. Rapakata sande babosaka rapaliate. Yesu saparadia makaparasua rekokosa kwa jina la Yesu. Achilia utukufu wako, 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 achilia utukufu wako kwenye maisha yetu binafsi, kwenye huduma zetu binafsi, kwenye huduma za kanisa, kwenye familia zetu. Achilia utukufu wako, achilia utukufu wako, achilia utukufu wako. Samamande baba, haiwezekani Bwana tukamuomba mgonjwa akaendelea kuumwa. Makaparadia zaparetia neo yakatara baba saka. Tumejua ya kwamba wewe unaweza kuponya, lakini utukufu tulioubeba bado hujatosea kuleta matokeo, kuleta matokeo, kuleta matokeo, kuleta matokeo. Ndio maana asubuhi ya leo tumegeuka kwako, tumegeuka kwako. Wewe uliahidi ya kwamba utaachilia utukufu mkubwa. Leo uachilie, leo uachilie, leo uachilie, leo uachilie, leo uachilie. Shanga baba, leo uachilie, leo uachilie, leo uachilie Bwana, leo uachilie, leo uachilie kwa jina la Yesu. Leo uachilie utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako. Shanga baba yapakatereba zamama nebobo shanga baba saka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Utukufu, utukufu wako uachilie Bwana. Kanisa lako tumeiona ahadi uliyoiahidi kwa kinywa cha nabii Hagai. Tumeiona ahadi uliyoiahidi Bwana, uliyoiahidi Bwana, uliyoiahidi Bwana, uliyoiahidi kwetu ya kwamba utaachilia utukufu mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Shanda baba baba baba, shanda baba baba baba, shanda baba baba baba, rapakata basaka yantere boboshata zabaladia mekeporiane zapakata shande bobosaito baradua varane shakatara basaka makaparadua varadeso rekedeberiata makaparazuata. Tunaomba ahadi yako uitimize kwetu kabla tujaondoka hapa duniani. Tuone ule utukufu, tuone ule utukufu, tuone ule utukufu, maana umeahidi na wewe ni mwaminifu, wa kweli na wa haki. Ukisema lazima ufanye. Yesu, tumegeuka tena, tumekuja kwako. Tunaomba utukufu wako, tunaomba utukufu wako, tunaomba utukufu wako, tunaomba utukufu wako. Utembee kwenye maisha yetu, utembee kwenye maisha yetu, utembee kwenye maisha yetu, utembee kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu, utembee kwenye maisha yetu. Shaba baba yakatara baba yapapa karabaladea shande babu saita makaparadua. Nimekataa kwa kawaida, nimekataa kutembea kwa unyonge, nimekataa kwa Mkristo wa kawaida, nimekataa kwa mtumishi wa kawaida. Yesu wangu, nataka nikufunue, ulimwengu kujue, watu wakufahamu, watu wakuelewe. Nataka watu wajue ya kwamba Bwana upo, ya kwamba Bwana upo, ya kwamba Bwana upo, ya kwamba Yesu unaishi, ya kwamba wewe ni Mungu. Ninachojua ya kwamba utukufu wako ukiachiliwa itawezekana, utukufu wako ukiachiliwa itawezekana, ukiachiliwa itawezekana. Uachilie ndani yangu, uachilie ndani yangu.
yangu, uachilie ndani yangu, uachilie ndani yangu, uachilie ndani yangu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Sabababababa, sabababababa. Yesu wangu, Yesu wangu, samende babo, rapa kokosiata, yantere babasaka, yapa kokosia, rebedia varande, zapa kokotia baradosa. Oh my God, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, achilia wema wako, utukufu wako. Maandiko yanasema utukufu kila mtu mahali hapa, utaiachilia amani, utatupa amani, utawapa watu wako amani, utalipa taifa lako amani, utalipa kanisa lako amani. Shamamande baba, sakata basakata. Endelea kuomba mtu wa Bwana, utukufu wa Bwana ukiachiliwa kwako, hautakuwa wa kawaida, hautakuwa Mkristo wa kawaida, hautakuwa mnyonge tena, hautakuwa muoga tena. Utatembea katika nguvu za Mungu, utatembea katika upako wa Mungu, utatembea katika uwezo wa nguvu za Bwana. Sabarakata baradeha, rapapakatarabasaka, yante bobosaka, repa kokosa, baradele bakoya, zapande bayaka, shanda baba baba, shanda baba baba, shanda baba baba. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, utukufu wako, 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 utukufu wako. Shara baba baba, juu ya kanisa lako, juu ya kanisa lako. Oh Bwana, ukitembea katika unyonge tena, kanisa lako hapa, tunahitaji utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako, utukufu wako. Shamande bayakada, shamande yakabada, rapa kokosiata. Shabababababababa, yandarababababababa, yandarabababababa, yandarabababababa, zapakarabalade, shandebababababa, zapakatarabakaya, zibaladia faradeha, rapokosa, pakatbabasakete, shandamamanebabosa, baragadufarania, makaparasakete, shanderebabasaita. Mamlaka ya jina lako, tunasogea mbele zako kwa nguvu ya jina la Yesu. Tunaomba neema yako, kutembea kwenye utukufu wako wa siku za mwisho. Achilia utukufu wako wa siku za mwisho, achilia utukufu wako wa siku za mwisho, achilia utukufu wako wa siku za mwisho, achilia utukufu wako wa siku za mwisho. Shande borukodia kwenye maisha yetu, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako ndani yetu, jaza utukufu wako ndani yetu, jaza utukufu wako ndani yetu, jaza utukufu wako ndani yule mama, jaza utukufu wako ndani yule binti, jaza utukufu wako ndani yule kijana, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako. Nyumba ijayo utukufu wako, nyumba ijayo utukufu wako, nyumba ijayo utukufu wako, mahali hapa jayo utukufu wako, mahali hapa jayo utukufu wako. Shamaka parada, rabaka rabaragadesha, rebelidia varadeka, zaparandele makoya, zababa yakata. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako, jaza utukufu wako Bwana, jaza utukufu wako Bwana, jaza utukufu wako Bwana, jaza utukufu wako Bwana, jaza ndani yetu, jaza kwenye maisha yetu, jaza utukufu wako kwenye huduma ulizotupa, jaza utukufu wako. Shande baragadusha, parosi ya ndeba, yakatara baba. Yesu, nimekataa kuwa kawaida, nimekataa kuwa kama wengine, nimekataa kuwa kama wengine, nimekataa. Sitalalamika tena, nitakutafuta wewe, utukufu wako uachiliwe. Makatara baba sakata, yantere babo sakata. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Makapara zabarade, sande baba baba baba, yakatara baba baba baba, zakatara baba baba baba, zakatara baba baba baba, zakatara baba baba baba. Kwa jina la Yesu Kristo, jaza utukufu wako ndani yetu,
Jaza utukufu wako ndani yetu Baba. Jaza utukufu ndani yetu Baba. Jaza utukufu wako ndani yetu Baba. Jaza utukufu wako ndani yetu Baba. Jaza utukufu wako. Jaza utukufu wako. Sana Baba Baba Baba. Sana Baba 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 Baba. Oh, narudi kwa nyumba kwenye kanisa la Matendo ya Mitume. Tumekataa kuwa kanisa nyonge. Tumekataa kuwa Kristo wanyonge. My God, my Jesus. Shamande bobo sakata. Parade levakaya. Zupande levabaya kata. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunarudi kule mwanzo. Ramaka parade varadea. Sakadara baba sakata. Tunachukua utukufu la kanisa la kwanza. Tunaunganisha na utukufu wa kanisa la mwisho. My God, my God, my God, my God. Shaparaka tabarazua. Perede levakoya barase. Shande bobo sakata. Utukufu wako ukae. Utukufu wako ukae. Maisha yetu yajayo utukufu wako. Miili yetu yajayo utukufu wako. Maneno yetu yajayo utukufu wako. Mahubiri yetu yajayo utukufu wako. Nyimbo zetu zijayo utukufu wako. Yapa katana baba. Yapa katana baba. Yapa katana baba. Zapa katana baba. Mungu wangu, Mungu wangu. Baba uko wapi? Baba uko wapi? Tunakuhitaji kanisa lako la siku za mwisho, tunakuhitaji kanisa lako la siku za mwisho, tunakuhitaji. Hakuna kutusaidia zaidi yako, wakutupa ushindi zaidi yako, wakuileta amani zaidi yako, wakuponya zaidi yako. Tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Bwana, 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 Bwana. Oh, baba 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 baba. Yakadara baba baba baba. Tumeamua Bwana, tumeamua Bwana kwa kanisa lenye moto, kwa kanisa lenye moto. Maana wewe Mungu wetu ni moto ulao. Sama mande baba. Tumeamua kuwa kanisa litakalo kubeba ndani ya mataifa, litakalo kubeba kote ya mataifa, kuudhirisha utukufu wako. Jaza maisha yetu utukufu wako. Jaza maisha yetu utukufu wako. Sande barakati ya varadosa. Oh Baba nakuhitaji. Oh Baba nakuhitaji. Oh Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Baba nakuhitaji. Oh Baba baba. Shande baba baba. Shaba baba baba. Shakatara bakoya. Ledia varane. Nimekataa kuwa mtumishi wa kawaida. Baba nimekataa. Oh shakatara. Waliposhinda wengine, sitashinda mimi. Natembea kwenye utukufu wako. Natembea kwenye utukufu wako. Oh riama sakata. Shande babosiata. Baradu wa varane. Shakatara baba. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Oh Bwana, yajaza maisha yetu utukufu wako. 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 Yajaze Bwana. Yajaze Bwana. Jaza nyimbo zetu. Jaza ibada zetu utukufu wako. Shaba baba 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 baba. Shaba baba 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 baba. Oh ria baba baba sante. Mapari dele varane. Jaza maisha yetu. Jaza maisha yetu utukufu wako. Jaza maisha yetu utukufu wako. Jaza maisha yangu utukufu wako. Jaza maisha yangu utukufu wako. Makaparane de baba saka. Nimeamua kuwa kibebeo cha utukufu wako Bwana. Nimeamua kuwa kibebeo cha utukufu wako Bwana. Yajaze maisha yangu. Yajaze maisha yangu. Yajaze maisha yangu. Upako wako, utukufu wako. Yajaze. Bwana, kama iko gharama ya kulipa, niko tayari kulipa hiyo gharama ya kutembea kwenye utukufu wako. Shabaragadia, niko tayari Bwana, niko tayari Bwana kuilipa hiyo gharama ya kutembea kwenye utukufu utakaotikisa dunia, utakaotikisa milima, utakaotikisa kusemu. Niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari, niko tayari Baba. Oh Yesu wangu. Shaba baba baba. Yakatereba. Yesu wangu, Yesu wangu.
wangu, niko tayari Bwana. Ya baba ya ndereba koya, nimeamua kuwa kibebeo chako, kibebeo cha utukufu wako. Ya baba, kibebeo cha utukufu wako, kibebeo cha utukufu wako, katikati ya dunia iliyoharibika, katikati ya dunia za siku ya mwisho, katikati ya dunia iliyooza, katikati ya dunia imbovu, nimeamua kuwa kibebeo chako. Niko hapa Bwana, niko hapa Bwana, niko hapa Bwana. Oh ya baba sakana, niko hapa Bwana, niko hapa Bwana. Hebu iachilie mbele za Bwana. Kuna wingu la Bwana mahali hapa, kuna wingu la Bwana mahali hapa. Bwana anataka kuachia utukufu wake kwa baadhi ya watu. Samande bobosa gada, niko hapa Bwana, niko hapa Bwana, niko hapa Bwana. Nijaza utukufu wako, nijaza utukufu wako. Nimekubali leo, nimekubali kwa upya kuwa kibebeo chako, kuwa kibebeo chako cha nguvu zako, cha utukufu wako wa siku za mwisho. Nimekubali leo kuwa kibebeo cha utukufu wako wa siku za mwisho. Dunia itakujua wewe kupitia mimi Bwana. Stamane baba, kama Isaya alivyosema, nitume mimi, ndivyo kama Bwana nasema leo. Niko hapa, niko hapa, niko hapa, niko hapa. Sina cha kupoteza, niko hapa, sina cha kupoteza, niko hapa. Shama kaparadia, nimeacha dunia ili nikujie Yesu. Leo nijaze utukufu wako, nijaze utukufu wako, nijaze mama, nijaze mama, nijaze, mjaze mama yule, mjaze baba yule, mjaze kijana yule. Shaba baba baba baba, shaba baba baba baba, shaba baba baba baba, shaba baba baba baba. Yesu wangu, Yesu wangu, utukufu wa siku za mwisho ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu Baba, ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu, ufunue ndani yangu. Hii dunia iliyoharibika ikujue wewe Bwana kupitia maisha yangu. Yajaza utukufu wako, yajaza utukufu wako. Shaba baba baba baba, niko hapa, niko hapa, niko hapa, niko hapa, niko hapa leo. Nimetamani kuwa kibebeo chako, nimetaka kuwa kibebeo chako, nimeamua kuwa kibebeo cha utukufu wako wa siku za mwisho, wa siku za mwisho, wa siku za mwisho, wa siku za mwisho. Shaba baba baba baba, shande baba ya telebakoya, zabaradia varadesa, karakadia varadosia, mande bobo shata, kaparadia varadea. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hebu ombea ibada leo, mwambie Bwana achilie utukufu wake leo. Mwambie Bwana achilie utukufu wake leo. Mwambie Bwana achilie utukufu wake leo. Hakujaja kutembea hapa, hapa amekuja kukutana na Mungu. Haiwezekani uondoke bila kukutana na Mungu. Sabaradi varate, kaparazua baradea, makadara baba sekete. Bwana tumekuja hapa kukutana na wewe. Kama ambavyo Musa alikuwa anapanda mlimani akutana wewe, kama ambavyo wana wa Israeli walienda kule mlimani ili wakutane na wewe, nasi tumekuja leo tukutane na wewe ndani ya hema hii, ndani ya nyumba yako. Na mara zote Bwana uliposhuka kwenye hema kukutania, ulileta utukufu wako, ulileta utukufu wako. Nasi mahali hapa tunaomba utukufu wako. Shande baba yakata, kwa jina la Yesu Kristo, ibada ye Bwana ijawe utukufu wako, 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 ijawe utukufu wako. Sala baba yakata, hata mwanzo hata mwisho, ijawe utukufu wako, ijawe utukufu wako. Utukufu wako unapokuwepo, maandiko yanasema utawapa watu
wako amani, utawapa watu wako amani, utawapa watu wako amani, utawapa watu wako amani, utawapa watu wako amani. Shande baradia rapa kokosiata, kwa utukufu wako utakaoshuka mahali hapa, magonjwa yakaondoke, huzuni zikaondoke, misiba ikaondoke, taabu zikaondoke, mateso yakaondoke. Achilia utukufu wako, achilia utukufu wako, achilia utukufu wako, achilia utukufu wako, achilia utukufu wako. Nimekwambia asubuhi ya leo, haujaja kutembea hapa, haujaja kufanya maonyesho hapa, umekuja ili kukutana na Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana akutane na wewe kwa njia utukufu wake. Shabaladia baraka dia varande. Utukufu wa Bwana unaposhuka, huwa unashughulikia na matatizo ambayo wewe huyajui. Sabarata makaparadua repeko kosa parakata shande babosa gata rababayante saina rabakoya rababayanta. Kwa jina la Yesu Kristo, utukufu wako uyatamie mai, uyatamie mai, uyatamie mai, uyatamie mai, uyatamie mai, uyatamie mai. Bwana katembee miongoni mwetu, Bwana katembee katikati yetu, Bwana katembee katikati yetu, Bwana kajifunue katikati yetu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuliko fedha wala dhahabu, kuliko mali wala heshima, tunakuhitaji wewe tu, uwezaye kuyajaza maisha yetu viwango vya kutosha. Shabaladi rapa kokosi anta, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Oh Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu. Oh Baba, 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 oh Yesu, Yesu, Yesu. Tunakuhitaji, tunakuhitaji, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Yesu. Haleluya, haleluya. Oh shata shana mama zede shala baradia.
mwenye nguvu zote. Neno lako limesema siku ya leo utukufu wa mwisho wa nyumba hiyo utakuwa mkuu kuliko ule wa mwanzo. Na Bwana, sisi ni miongoni mwa watu ambao tunaishi kwenye siku za mwisho. Tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi ya kuishi kwenye siku za mwisho. Inamaanisha ya kwamba sisi ndio tutakaobeba wa utukufu mkuu. Sisi ndio tutakaobeba wa utukufu mkuu kwa siku za mwisho. Rapakosi ya baladusha ya babasi. Bwana, mahali hapa tumejiamulia na tumejitofautisha. Tumejitambulisha ya kwamba sisi ni vibebeo vya utukufu wa siku za mwisho. Kwa gharama yote Bwana, taubeba utukufu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tupe neema Bwana, wape neema wa mama, wa baba, vijana na mabinti. Tupe neema, tupe neema, tupe hiyo neema. Tupe hiyo neema, tusio watu wa kawaida. Katika jina la Yesu, tusio watu wa kawaida Bwana. Tusio wa Kristo wa kawaida. Tusiwe watu wa kawaida. Tutembee kwenye utukufu. Tutembee kwenye uweza. Tutembee kwenye mamlaka. Tutembee kwenye nguvu zako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Mungu kuyatimiza maneno yako hadi kwa ajili yetu. Asante Yesu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Mshangilie Bwana, anastahili.